Taifa la Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambayo yamebarikiwa kuwa na kiwango kikubwa cha madini ya asili. Tanzania inatajwa kuwa miongoni mwa mataifa yenye utajiri mkubwa wa madini ya aina tofauti tofauti ulimwenguni. Tanzania inafanya uzalishaji wa madini ya thamani na madini mengine mengi ambayo yanapatikana katika taifa hilo. Kwa siku ya leo na kupitisha katika mikoa mbalimbali na aina ya madini yanayozalishwa katika taifa la Tanzania. Hii ni Bongo Channel ambayo inakufahamisha kwa siku ya leo na kukupa maarifa kutosha. Tukianzia na madini ya vito ikihusisha Tanzanite, almasi, ruby na mengine. Tukianza na Tanzanite, haya ni madini yanayopatikana mkoa wa Manyara katika eneo la Mererani pekee ulimwenguni kote. Madini ya almasi yani diamond, madini haya hupatikana katika mkoa wa Shinyanga, maeneo ya Mwadui. Madini ya ruby hupatikana katika mkoa wa Morogoro, maeneo ya Mahenge, Dodoma, mkoa wa Tanga, maeneo ya Umba Valley pamoja na mkoa wa Lindi. Madini ya zumaridi, madini haya hupatikana katika mkoa wa Manyara. Madini ya spinos hupatikana mkoa wa Morogoro, maeneo ya Mahenge. Hayo ni madini aina ya vito yanayopatikana katika nchi ya Tanzania. Lakini yapo madini ya thamani, yani precious metals. Hapa tunazungumzia madini kama dhahabu na mengine mengi, madini ya thamani. Tukianza na dhahabu yani gold, haya ni madini yanayopatikana kwa wingi katika mikoa mingi ya taifa la Tanzania. Lakini ipo mikoa maarufu ambayo inafanya uzalishaji mkubwa zaidi. Hapa tunagusia mikoa kama Geita, Mwanza na Shinyanga. Kanda ya Ziwa, hii ndiyo kanda inayoongoza kwa uzalishaji wa dhahabu nchini. Geita ndio mkoa maarufu zaidi kukiwa na mgodi wa GGM. Mwanza maeneo ya Misungwi na Sengerema na hako wanazalisha madini hayo. Mkoa wa Mara maeneo ya Tarime, mgodi wa North Mara na Musoma. Shinyanga maeneo ya Kahama kama vile mgodi wa Bulyanhulu na Buzwagi. Kanda ya Magharibi na Kati, mkoa wa Tabora maeneo ya Nzega na Igunga. Singida maeneo ya Iramba na Sekenke. Nyanda za juu kusini, Mbeya wilaya ya Chunya ndio kitovu kikuu cha dhahabu katika kanda hii. Songwe maeneo ya kuelekea mpakani karibu na mkoa wa Mbeya ambao inapakana na wilaya ya Chunya. Maeneo mengine yanayopatikana ni Katavi, kuna shughuli za uchimbaji mdogo zinaendelea. Maeneo ya Ibindi, Sitalike, Mtisi na maeneo mengine katika manispaa ya Mpanda. Dodoma maeneo ya kuelekea Singida na kwenye uchimbaji wa dhahabu unafanyika. Morogoro kuna maeneo ya uchimbaji mdogo ambao unafanyika. Maeneo ya kusini mwa Tanzania, mikoa ya Mtwara na Lindi, zipo pia fursa za dhahabu, ingawa maeneo haya hajapata umaarufu mkubwa kama kanda za Ziwa, Chunya katika mikoa ya kusini. Hali hiyo sio kubwa sana, ingawa kuna dalili za uchimbaji katika mikoa ya Lindi, maeneo ya Ruangwa. Uchimbaji mdogo wa dhahabu unaendelea, lakini maeneo ya Mtwara uchimbaji mdogo unaendelea. Katika wilaya ya Masasi na Mangaka, maeneo hayo uchimbaji wa madini ya dhahabu unaendelea. Mkoa wa Ruvuma katika wilaya ya Tunduru, mbali na vito kama ruby, wachimbaji wadogo wamekuwa wakipata dhahabu katika baadhi ya mito na maeneo ya miamba. Madini ya graphite maeneo ya Ruangwa na Nachu na madini ya ujenzi kama chokaa, limestone. Hata hivyo, kutokana na jiolojia ukanda huo, utafiti wa madini bado unaendelea na kuna uwezekano wa kugundua maeneo mapya ya dhahabu kadri teknolojia ya utafiti inavyoongezeka. Madini ya silver yani fedha mara nyingi hupatikana kama zao la ziada kwenye migodi ya dhahabu. Hayo ni madini ya thamani yanayopatikana katika taifa la Tanzania. Madini ya kimkakati na viwanda yani metallic and industrial minerals. Hapa tutagusia madini ya chuma ambayo yanapatikana kwa wingi mkoa wa Njombe, maeneo ya Liganga. Madini ya makaa ya mawe yani coal, haya hupatikana kwa wingi katika mkoa wa Njombe, maeneo ya Mchuchuma na Ruvuma, maeneo ya Ngaka. Madini ya nickel hupatikana mkoa wa Kagera, maeneo ya Kabanga. Madini ya graphite hupatikana mikoa ya Lindi, yani Ruangwa, Mtwara na Morogoro. Madini ya shaba yani kopa hupatikana mkoa wa Kigoma, Singida na Mbeya.
Madini ya uranium hupatikana katika mkoa wa Dodoma, maeneo ya Bahi, na mkoa wa Ruvuma, maeneo ya Mkuju River. Hayo ni madini ya kimkakati pamoja na viwanda. Lakini kuna madini ya ujenzi na kemikali. Tukianzia na chumvi, yani salt. Madini haya hupatikana katika mkoa wa Pwani, Lindi, Mtwara, Kigoma, maeneo ya Uvinza. Yapo pia madini ya chokaa, yani limestone. Madini haya hupatikana katika mkoa wa Tanga, Pwani na Mtwara. Madini haya hutumika kutengeneza saruji. Pia kuna gypsum, hupatikana katika mkoa wa Lindi na mkoa wa Pwani. Madini ya phosphate hupatikana mkoa wa Arusha, maeneo ya Minjingu. Hata hivyo, Tanzania inaendelea kufuatilia madini mengine kama madini ya adimu, yani rare earth element, ambayo yanapatikana katika mkoa wa Songwe nchini Tanzania, na mchakato wa uwekezaji unaendelea ili kuhakikisha Tanzania inakuwa miongoni mwa mataifa yanayozalisha kwa wingi madini hayo. Unaweza kujiuliza madini haya yanafanya kazi gani na kwa nini yana thamani kubwa ambayo yanapatikana hapa Tanzania. Madini ya shaba, yani kopa. Haya ndo madini yanayotumika kutengeneza waya za umeme, mabomba na vifaa vya kielektronic. Madini ya phosphate, haya yanatumika katika utengenezaji wa mbolea za kilimo. Madini ya gypsum hutumika kwenye ujenzi na ucheleweshaji wa saruji kuganda. Uranium, uzalishaji wa nishati ya nyuklia na mionzi ya kitabibu. Madini ya chuma cha bati, kutengeneza bati za kuwezekea majumba na fungasho vya chakula. Madini ya zumaridi yanatumika kutengeneza urembo na mapambo ya thamani. Madini ya adimu, yani rare earth elements, hutumika kutengeneza simu janja, sumaku za kisasa na teknolojia ya anga. Kila kona ya Tanzania ina siri yake, na kila madini yana kazi maalum ya kufanya dunia iwe mahali bora zaidi. Mfuatiliaji wa Bongo Channel, hii ni simulizi fupi kuhusiana na utajiri wa madini uliopo katika taifa la Tanzania na faida zake. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Hii ni Bongo Channel na mimi ni Wadi Saddam.